mashine. Hii mashine ni mpya. Hii mashine nimetoa na cost kitu mpya kabisa. Nimefungua mwenyewe kwa box. Hii mashine pekee yake, hii pekee yake imekosti milioni 60. Hii pekee yake. Mpaka imeshuka hapo kwenye cost milioni 60. Yenyewe ni guta. Ni guta kama yani sio guta tuseme, ni kifaa ambacho nilikitengeneza kwa ajili ya kubebea vitendea kazi kwenda shambani. Kwa hiyo hii ni design ikiwa kama usafiri, kubebea zile mashine ambazo ni design ambazo ndani ya hii mashine, ndani ya hiki chombo kuna mashine ya kusaga nafaka, kuna mashine ya kupiga mahindi na kupiga mazao mbalimbali, kwa mfano maharage, kupiga maharage, kunde, sijui vitu kama hivyo. Lakini pia kulikuwa na mashine ya pampu ya kuvuta maji. Na vyote hivi vilikuwa vinaendeshwa na nini? Vinaendeshwa na engine moja ambayo iko hapa nyuma, nitawaonesha pia. Kwa hiyo sasa hivi tulizitoa kwa sababu hii mara nyingi kama mlivyoona hiyo tunafanya kazi yetu wenyewe. Kwa hiyo kama mashine zile zifanye kazi, tunazitoa tunaweka pembeni. Hii huwa tunafanya kazi yetu wenyewe kama kubeba engine, kubeba vitu mbalimbali. Kwa hiyo tunaitumia kama usafiri. Yes. Kwa majina yangu naitwa Adam Zakaria Nyekile. Kwa jina maarufu sana naitwa Street Engineer. Mimi pia ni mnufaikaji wa caustic kubwa sana. Yes. Mimi shughuli zangu nyingi ni za engineering, lakini pia na za garage. Hapa shughuli zangu nimeanzia katika mji wa Tunduma, nimetoka mwaka 2002. Niko hapa Tunduma nikitokea Iringa. Ni mwenyeji wa Njombe. Lakini wakati nakuja nilitokea Iringa. Kwa hiyo shughuli zangu nyingi ni za ubunifu, ambao ubunifu wangu sehemu kubwa nimejikita kwenye kusaidia changamoto za jamii. Kiwemo sana kilimo na wajasiriamali wadogo. Kitu ambacho niko maeneo hayo sana. Lakini pia nafanya kazi nyingine upande wa garage, wa mechanic, kwa upande wa garage pia. Kwa hiyo hapa mlipo tunafanya kazi za engineering, lakini pia na kazi za garage. Baadaye, lakini kwa nafanya hizo pia nilikuwa na deal na mambo ya kilimo, kuwasaidia wakulima. Kwa hiyo kuna mashine ambayo nilikuwa nimetengeneza kwa kutumia vyuma chakavu, ambayo ilikuwa inawasaidia sana wakulima sana. Bahati nzuri watu waliona kule, kuwepo afisa maendeleo ya jamii mmoja hivi, alikuwa nikiwa shambani kwa nawasaidia watu. Akaona ni kitu kizuri, kwa hiyo alinisaidia pia kunipush kunisogeza sehemu. Lakini baadaye serikali iliandaa caustic, iliandaa mashindano ya Makisatu kufika mwaka 2019. Hayo mashindano yalifanyika Dodoma. Kwa hiyo ile mashindano yalihusisha watu, jamii yote, kuanzia watu ambao wamesha darasa 7, watu wa sekondari, watu wa vyuo, kuendelea nadhani. Kwa na mimi nilikuwa mshiriki wa mashindano yale, nilikuwa nimetokea kwa watu ambao walisema sekta sio kwa rasmi. Ndio mimi nilishiriki mashindano kupitia eneo hilo, sekta sio kwa rasmi. Kwa hiyo namshukuru Mungu kupitia mashindano yale. Kipindi hicho nafikiri waziri wa elimu alikuwa Ndalichako. Kupitia mashindano yale mimi nilipeleka pale, sikupeleka kushindana, mimi nilipeleka kuonesha, kwa sababu kwangu mimi haikuwa mashindano. Mimi kwangu ilikuwa kama kuonesha nini nakifanya kwenye jamii. Kwa hiyo nilionyesha zile mashine ambazo tayari nishatengeneza, zipo tayari zinasaidia jamii. Kwa hiyo ulivyoangalia kwenye kushindana pale akasema basi hii tunaweza kuisupport. Kwa hiyo ile mashine iko pale pembeni ambayo nilikuwa nimeanza nayo. Lakini baadaye kupitia ile mashindano sasa nipo caustic nao waliniona pale. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa sababu walituita sisi wote ambao tulishiriki mashindano yale, tukaambiwa kila mmoja aelezee nini changamoto zake ambazo anapitia kwenye shughuli zake. Kwa kila mmoja aliorodhesha changamoto zake na mimi nikiwepo. Na mimi pia nikapewa vifaa. Nilipewa vifaa vyenye thamani karibia milioni 99. Anapokuja anakuja na barua na picha na chuo alikotoka. Kwa hiyo nilikuwa natunza zile kumbukumbu. Walivyokuja caustic nao nikawaonesha kwamba mimi ukiacha hili nafanya jambo lingine ni hili. Kwa hiyo kaona kuna muhimu kunisupport. Kwa hiyo wakanisupport pale. Hivyo vifaa kweli nashukuru vilifika, na sio mashine hiyo tu moja mlioiona. Ziko mashine nyingi. Na zingine ni kwa sababu ya hali yangu hapa ya ardhi hazitaki nini? Vumbi. Mashine ziko zinataka umakini sana. Kwa hiyo unazitumia kwa siku moja sana. Ila ziko hapa ofisini. Ukitaka kuziona tutawaonesha.
Kwa hiyo baada ya hapo safari yangu ilianzia hapo. Nashukuru Costech walikuwa wananipeleka sehemu mbalimbali kuonesha teknolojia zangu. Nimeshashiriki maonesho mengi, Mlimani City kule, Sabasaba. Miaka mingi nimeshiriki sana maonesho. So nafikiri mwaka huu ndio sitashiriki kwa teknolojia zangu ambazo nazifanya. Lakini sasa kuhusiana na jamii imefaidikaje? Ukija ndani ya mji huu wa Tunduma na nje ya Tunduma, kama sio 200% au ni 100, vijana wote ambao wameajiri wenzao na wana maisha mazuri na wanaendesha magari na wana nyumba, ukiwauliza umetokea wapi, watakwambia umetokea kwangu. Wote ambao utakuta wako vizuri, sio ambao utakuta wako vizuri, yani wana maisha yao, wana drive magari na wanajenga nyumba, basi ni mkono wangu mimi. Nimewatoa ambapo mahali halikuwa hujui kitu chochote. Na sijaishia hapo, bado naendelea. Na vyuo vya ufundi karibia vyote mpaka sasa hivi bado field wanakuja kufanya hapa kwangu. Kwa hiyo ukiacha hilo, jamii pia mimi nikielezea sana natakuwa kama najifagilia hivi. Lakini ndipo mtakutana na viongozi wa serikali za mitaa na nini huko, wao wanaweza kusema kupitia msaada niliopewa na Costech, wao wamenifika vipi na mimi. Kwa hiyo nikizungumza mimi ndio kama najifagilia hivi. Kwanza kabisa niwe mwasi. Ile mashine kwa kweli uhitaji wa ile mashine ni mkubwa sana. Walioitumia ile mashine, uhitaji wa ile mashine ni mkubwa sana. Ile mashine nafikiri nimepeleka Dodoma kwenye maonesho, imekwenda Mbeya kwenye maonesho, sehemu nyingi. Na uzuri Costech walinikutanisha na wataalamu, walinitengenezea orodha ya watu ambao watakuwa wanahitaji ile mashine, wao wanaacha anwani zao na wanakotokea na kila kitu. Kwa ile mashine imependwa sana na watu wengi sana. Ila sasa uwezo wa mimi kuizalisha ile mashine ziwe nyingi kwangu ikawa changamoto. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ile ni chombo cha moto kinatembea barabarani. Kina taratibu zake ambazo nitakiwa zifuatwe. Kwa mfano usajili, shughuli na nini. Nashukuru Costech kupitia DIT nadhani. Tumefanikiwa kupata chassis number mpaka sasa hivi. Tulikuwa maonesho mwaka mmoja Dodoma, tumefanikiwa kupata chassis number. Sasa kupata ile certificate kabisa kwamba kama sasa hizi unaweza ukaingia barabarani, hicho kipengele kilikuwa bado. Jambo lingine kuhusiana ile mashine ni kwamba uwezo wa mimi kuzalisha ile mashine nyingi umekuwa ni mdogo. Ndio maana kila mwaka nimekuwa nikizungumzia mashine hii moja, lakini uhitaji wa hizo mashine ni nyingi, mkubwa kuliko tunavyodhani. Yaani mpaka sasa hivi ningekuwa na uwezo wa kuzalisha hizi mashine, mimi ningekuwa bali nimekaa sehemu na kula isiti. Unaona? Kutokana na wingi wa watu wanaofanya nini? Wanaohitaji hizi mashine. Na hii mashine uzuri wake sasa kuitengeneza haitumii gharama kubwa. Unaona? Alafu ni bora kuliko ile ambazo inafanya. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kupiga mahindi. Ndio kazi kubwa sana ambayo ilikuwa iko mle. Hizi zingine nafikiri ni za kawaida tu. Ilikuwa kusaga nafaka ya aina zote isipokuwa zile ambazo zina mafuta. Kwa mfano alizeti, kalanga, mle zilikuwa haziwezi kuingia. Lakini nje na nafaka ambayo haitoi mafuta ilikuwa ukiingiza mle una muhogo mkavu, sijui na nini, chochote kile. Kwenye kusaga utasaga. Kwenye kupiga mahindi huko ndio utapiga mahindi, utapiga maharage, utapiga nini? Yaani vitu ambavyo vikavukavu vinaendana na jamii hiyo. Utafanya hivyo na ukimaliza pia unaweza mabaki yale ukasaga tena akawa nini? Chakula cha mifugo au mbolea. Lakini pia ilikuwa nifunga pampu mle, ambapo vitu vyote hivi vinaendeshwa na injini moja. Ile pampu ilikuwa ina uwezo wa kutoa maji mita 50 kutoka chanzo cha maji. Maana yake ukiwa na mita 50 mto unaweza kuvuta maji pale ukapeleka umbali unataka wewe, kwa sababu huku mbele kuna injini kubwa ambayo inaweza kusukuma ile maji kuyapeleka huko mbele ambako unahitaji wewe mita 200 sijui kupeleka mbele. Hapo ile mashine, kitu cha kwanza kabisa, faida ya kwanza ile mashine ni rahisi kutumia. Ni rahisi kutumia, mtu yote sio mpaka uende shule, ni rahisi kutumia. Lakini faida ya pili, unaweza kupiga mazao mengi kwa wakati mmoja. Kama nilivyosema, hiyo mashine inaweza kupiga gunia 1000 kwa saa. Kwa lita moja ya diesel. Umeona inapopunguza nani? Hiyo ni faida hapo unaipata hapo kwenye upande wa mafuta. Lakini pia inaokoa muda ambao muda ungeweza kufanya kazi zingine. Kwa mfano ukiwa una gunia zako labda 2000, huku kwetu wakulima ni wakubwa sana. Walima mtu kuanzia gunia 3000, 4000 mpaka 6000. Unanielewa? Unakuta sasa akiwa na mashine ndogo inatakiwa apige wiki nzima. Lakini ndio mpekee mashine mimi anapiga kwa masaa tu. Amesha kazi yake imeshafanya nini? Imeshaisha. Kwa
faida ambayo ataipata yule mkulima ni kuokoa muda. Hiyo faida kwa nyingine pia anaweza kuokoa muda, lakini pia faida nyingine, wengi baada ya kupiga yale mazao mabaki yale wanachoma moto. Na mimi pia ni mkulima, mwanzo mpaka nateza ile mashine nilikuwa nachoma nini, mabaki ya mazao, lakini nikagundua kwamba mbona kama ni biashara. Kipindi cha nyuma kabla sijapata support kutoka Costech, nilikuwa na saga ya magunzi yale, nilikuwa najaribu kufanya utafiti nikipata ile pumba ile kutengeneza bodi hizi kama bodi ambazo tunaweza kutengeneza labda madawati shuleni, sijui nini, vitu kama hivyo. Kwa kweli mimi najivunia sana Costech, sio kidogo. Najivunia sana kwa sababu gani? Jambo la kwanza ambao na washukuru Costech, toka mimi wamenisupport, hawakuishia kunisupport tu, waliishia kunisupport, lakini pia kunikutanisha na taasisi ambazo zinanilea mpaka leo. Kwa mfano Costech walinisaidia kunikutanisha na DIT. Mimi kufikia DIT ilikuwa ni kazi ngumu sana, sijui ningefikaje. Lakini wao walinifundisha ni DIT. Kwa mfano sasa hivi teknolojia nyingi, vitu vingi navifanya hata kama mimi huwa nafanya kazi nyingi sana za kutoka hapa, niko karibu na Zambia, karibu na Malawi. Napiga kazi nyingi sana kutoka nje. Kwa hiyo napoona kuna changamoto huwa napiga simu ya IT pale kwa wataalamu. Wananisaidia ramani, michoro, kwamba ukitaka hiyo kazi yako ikae vizuri, fanya 1 2 3. Kwa hiyo najivunia sana Costech kwa kunifanya kuniunganisha na DIT. Lakini jambo lingine, Costech nawashukuru hawajaishia hapo tu. Pamoja na kunisupport, wananifuatilia. Hawajawahi kuniacha. Kama na changamoto yoyote wananipigia simu. Mara nyingi wanapigia simu. Bwana vipi, una changamoto yoyote? Lakini pia najivunia kwa sababu walinipa wigo mpana. Walisema utakapokutana na changamoto yoyote usisite kutuambia. Usisite kutufikishia tatizo. Na ni kweli kwamba namshukuru Mungu toka amenisupport sijakutana na changamoto ngumu ambayo nilikwenda kuwalilia, lakini waliniwekea milango wazi kwamba endapo na changamoto yoyote niweze kuwafikia. Yani wamenipa uhuru wa kuwafikia, tofauti na mtu mwingine anaweza kawa ana ugumu fulani kuwafikia japo yeye kwa mawazo yake, lakini naamini Costech wanafikia kirahisi. Kwa mimi walinipa milango hiyo kwamba naweza kuwafikia kiwepesi kama na changamoto yoyote. Na jambo lingine ambalo Costech nawashukuru kwa sababu kwa muda wangu ambao mimi Costech walinisupport, sikuwa peke yangu, tulikuwa watu wengi tusapotwa na Costech, wengi sana.